Uhali gani ndugu mfuatiliaji wa michezo na burudani, ni wakati na wasaa mwingine tena tukikuletea habari pamoja na matukio muhimu ya kimichezo kila siku. Jambo la kufanya wewe ni kuweza kujiunga nasi hapa kwenye meza ya burudani kwa taarifa zaidi muhimu, ikiwemo hii ya leo ambayo imeweza kuacha midomo wazi mashabiki wengi wa Dar es Salaam Young Africans. Matukio ni mengi sana pale Yanga, lakini pia taarifa zimekuwa ni nyingi sana. Klabu ya Yanga pamoja na mashabiki kwa ujumla wamekuwa wakishirikiana kwa pamoja kupeana habari pamoja na kunakuwa na maoni ambayo viongozi wanayachukua na kuyafanyia kazi pale klabuni Yanga. Sasa jiunge nasi hapa tuende kujadili kwa pamoja jambo zima la klabu ya Yanga na makubwa ambayo yameweza kujiri hapo klabuni. Hakikisha unagusa maandishi mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo moja kwa moja utakuwa wa kwanza kupata habari za burudani pamoja na michezo tunazokuletea hapa kila siku. Hakika klabu ya Young Africans imekuwa ikipitia nyakati ambazo watu wengi wanatarajia kuona Yanga ikirudi katika standard iliyokuwa bora, lakini pia namna ambavyo taarifa zimekuwa zikitolewa kwa wingi sana, na taarifa hizo nyinginezo zikijaa huzuni iliyokuwa ya hali ya juu, lakini nyinginezo pia zikijaa taarifa zenye majonzi ambayo yanakaribia kufutika. Lakini bila kusahau taarifa njema huwa haikosekani pale ambapo timu inafanya vyema na inakuwa katika standards pamoja na chemistry ya wachezaji iliyokuwa bora zaidi. Timu ya Yanga inaaminika kwamba ni miongoni mwa virabu vitano bora ambavyo katika misimu mfululizo hapa barani Afrika vimeweka rekodi za kipekee zaidi, licha ya kuwa kumekuwa na changamoto kadhaa ambazo zinajitokeza kwa timu husika, lakini bado tunaamini kwamba Yanga ni timu ambayo sasa hivi iko kinara juu, licha ya kuwa wapinzani wake wanakuja kwa kasi zaidi na katika ubora zaidi. Ni kitu ambacho pia kimekuwa kikiwapa mshtuko mkubwa na kikiwafanya viongozi pamoja na jopo la ufundi la Yanga kukaa imara, sababu muda na saa yoyote mpira ni mchezo wa mageuzi. Hivyo basi wasipokaa imara na kujiboresha zaidi katika engo mbalimbali, kinaweza kikapelekea Yanga kuweza kukosa ubingwa, lakini hata hivyo pia kuweza kupigwa chini kwenye zile levels na rank ambazo Yanga imekuwa. Sasa hivi wachezaji wa Yanga pamoja na viongozi na baadhi ya wafanyakazi wamekuwa wakipokea mishahara na bonus nono sana kutokana na quality pamoja na timu kuendelea kufanya vizuri zaidi. Pale ambapo timu inafanya vizuri, basi ni nafasi ya wachezaji pamoja na viongozi kujivunia na kupokea matunda yaliyokuwa mazuri kutoka kwa zile nguvu pamoja na jitihada ambazo zimekuwa zikionekana. Sasa mimi nikwambie tu kwamba mambo yamezidi kuwa mengi sana mitandaoni. Majadiliano pamoja na gumzo limezidi kuibuka kutokana na vitu ambavyo Yanga imeonekana kama kuna namna inataka ianze kuwapotezea mashabiki zile ladha na furaha ambao walizoea. Kinachotakiwa kufanyika ni kuweza kumaintain ule ukubwa na kuweza kulinganisha Yanga ambayo ilikuwa bora, kutopoteza ubora wake pamoja na kuhakikisha misingi madhubuti inazingatiwa kuifikisha timu ya Yanga katika nchi ya ahadi. Si rahisi na si kwa wepesi kiasi hicho, lakini kwa jitihada, nguvu pamoja na timu zilizokuwa bora za wadau pamoja na mashabiki zitahakikisha kwamba Yanga siku zote inakuwa ni timu ambayo iko kileleni na inaendelea kufanya mazuri mengi. Nikukumbushe tu usisahau kulike pamoja na kushare video hii kwa wadau mbalimbali wa soka.